Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tukiwa tumesimama kabla tujakaa, ni wakati mzuri sana sasa wa kumleta mgeni wetu rasmi ambaye ndiye mgeni wetu wa tukio hili kubwa na la kihistoria leo la uzinduzi na kuwekwa wakfu kwa chuo chetu hiki cha Jimbo la Temeke. Tumlete baba askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Weston Mtokambali ili aweze kuzungumza na mkutano huu. Baba, karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Tumpokee kwa makofi makubwa kabisa. Makubwa kabisa. Makubwa kabisa. Amen. 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 Tukiwa tumesimama tusalimiane salamu yetu ya tamko ya ukiri. Na mnafahamu watu wa Mungu kwamba mtazamaji wa Zoe TV na naamini kwamba unaendelea kubarikiwa, lakini aliyesimama kwa sasa ndiye mgeni rasmi wa tukio letu kubwa kabisa na amekwisha kusimama tayari, lakini kufuatia uzinduzi rasmi wa chuo hiki, askofu mkuu sasa amechukua nafasi jukwaani ili kuwasilisha maono na mwelekeo wa huduma hii. Naomba tafadhali yale ambayo Mungu amezungumza naye kwa siku rasmi kabisa ya uzinduzi wa chuo hiki cha kupanda makanisa. Na baadaye alikuja Mheshimiwa Spika kuniona. Sasa nilikuwa naweza kusema machache. Nikamwambia naibu waziri mkuu, usiwe na wasiwasi. Mimi sitakufa, nitaishi na nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Baadaye naibu waziri mkuu akaja India kuniona. Of course alikuja kwanza waziri mkuu, alafu akaja yeye naibu waziri mkuu wa serikali ile iliyopita. Alipokuja naibu waziri mkuu, nikamwambia usiwe na wasiwasi, mimi si nitakufa, nitapona na nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Sasa niliporudi kutoka India, nikawepo pale nyumbani, naibu waziri mkuu akaja tena kuniona pale nyumbani, huyo aliyekuwa sasa nazungumza habari za ukiri. Akaniambia, yani mimi ninavyokuona leo nalia machozi, kwa sababu ulipokuwa Muhimbili unaniambia kwamba utaishi, mimi nikajua tu kwamba ugonjwa umeingia kwenye akili sasa, na huyu mtu akili zimefanya nini? Zimekusha fyatuka, kwa sababu sisi wote tuliokuona kwa macho kibinadamu tulikata tamaa kwamba hapa askofu ametutoka. Watu walikuwa wanasubiri tu masaa, muda, kipindi. Nilipokuja India ukakiri tena, nikajua sasa wewe kumbe ule ugonjwa bado uko kwenye akili, haujatoka. Sasa leo nimekuja hapa, nimekuona uko hai, ni mzima, unatembea mwenyewe, unaongea na sisi. Akasema kweli ukiri unaumba na unazaa matokeo chanya. Wacha watubeze sisi, watoto si watoto wadogo, tunamjua Mungu aliyetuita na tunamjua Mungu anayetutukunia. Wacha watutukane, sisi sio watoto wadogo, tunamjua Mungu aliyetuita na tunamjua Mungu aliyetuchagua na Mungu aliyetuweka. Jamani, haleluya! Yale tunayokiri yanakuwa. Mwambie jirani yako kwa sauti, yale tunayokiri yanakuwa. Kwa hiyo usichoke jamani, haleluya. Unajua sisi watu wa Mungu tunaishi katika agano.
Sasa agano kuna vitu viwili. Kuna haya partner ambaye ni Mungu, na kuna lower partner ambaye ni sisi. Sasa Mungu ana sehemu yake. Maana anasema maandalio ya moyo ni ya nani? Sisi tuna sehemu yake katika hilo agano la Mungu. Jamani, haleluya! Liwe la mavuno, liwe la uamsho. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe soma kutoka agano la Nuhu, soma kutoka kwenye agano la Ibrahimu, toka kwenye agano lile la Adamu kule bustanini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nenda mpaka agano la Ibrahimu, nenda mpaka agano la Musa, nenda mpaka kwenye agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kila sehemu ina nafasi yake. Jamani, haleluya! Sisi TAG tutafanya yote ya sehemu yetu. Tutafanya yote usiku na mchana, tena kwa moyo, kwa bidii, kwa juhudi, kwa machozi. Tutafanya yote ya sehemu yetu kwa ukamilifu. Hayo ya Mungu tunamwachia yeye katika majira yake na katika wakati wake na katika kipindi chake. Nasema Mungu anafanya, Mungu anatenda. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema miaka 13 ya moto wa uamsho, acha ulegelege, acha unyonge. Inua mikono yako yote kwa Bwana. Itikia kwa kushindo kabisa, na tukili kwa kishindo kabisa, na tukili kwa kishindo kabisa. Na naomba praise team mjipange hapa mara moja. Nataka tuimbe wimbo mmoja tu wa kuabudu kwa dakika 2-3 tu, halafu tutatiririka na hotuba ya askofu mkuu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tutatenda makuu. Haya tena, miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Tunatenda makuu. Haleluya! Kuanzia Temeke mpaka mwisho wa nchi. Ndiyo wewe Bwana wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, wastahili. Si wewe Yesu, ni wewe wa kuheshimiwa, wastahili. Oh, ni wewe Yesu. Mtazamaji wa Zoe TV, kinachoendelea hapo ni wimbo wa kuabudu. Watu wanamwabudu Mungu kwa yale mengi ambayo Mungu ameyafanya. Tumemsikia hapo mtumishi wa Mungu Askofu Mchungaji Dr. Barnabas Mtokambali kwa namna ambavyo kanisa limeendelea kuwekeza katika maono mbalimbali na hata kuifikia siku hii ya leo. Hakika ni mkono wa Bwana, hakika ni nafasi ambayo ni ya kipekee ambayo ilisubiriwa kwa muda mrefu sana, na tunamrudishia Mungu sifa na utukufu. Na muda si mrefu mara baada ya wimbo huu wa kuabudu na kumshukuru Mungu, tutaisikiliza hotuba ambayo imeandaliwa na mtumishi wa Mungu Dr. Barnabas Mtokambali. Nini ambacho anakusudia kusema na watumishi wa Mungu kutoka hapa, kwa namna ambavyo wachungaji, watumishi wa Mungu na wanafunzi wako tayari. Amezungumza hapo awali kwamba tayari
licha ya kwamba chuo hiki kinazinduliwa leo ikiwa ni Julai 25 mwaka 2026, lakini tayari wanafunzi wapo kwa kuanza masomo kutoka sehemu mbalimbali hata nje ya jiji la Dar es Salaam. Tayari wanafunzi wako hapa. Hivyo baada ya uzinduzi wa chuo hichi itakuwa ni mwanzo mzuri wa watumishi wa Mungu hawa kuanza masomo kwa muhula huu ambapo wataanza masomo haya. Kwa hiyo hivi punde tutaisikiliza hotuba ya mtumishi wa Mungu Dr. Barnabas Mtokambali. Endelea kuitazama Zoe TV. Naomba tuketi katika uwepo wa Bwana. Sasa nimeandaa hotuba ya uzinduzi wa chuo na uwekaji wakfu wa chuo chetu hiki. Nitajitahidi kufuata hotuba, lakini pia nitakuwa wazi kwa Roho Mtakatifu. Mtazamaji wa Zoe TV, na sasa Dr. Barnabas Mtokambali ambaye ndiye askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, lakini pia mgeni rasmi katika shughuli hii ya uzinduzi wa chuo cha kupanda makanisa, sasa yuko tayari kwa ajili ya kwenda kusoma hotuba kutoka ofisini kwake, ikielekeza utekelezaji wa namna ambavyo maono haya yatatekelezwa na kuendelea kujenga viongozi, lakini kuimarisha uinjilisti na kuendeleza kazi ya kupanda makanisa kwa utukufu wa Mungu. Anza tena mwenge wa majimboni. Haleluya. Unajua makatibu wakuu unaweka hazina na management team inatakiwa ikae ofisini. Mimi parishi yangu ni huko majimboni, kwenye section, kwenye makanisa, kwenye taasisi za TAG. Huo ndio uwanja wangu wa kiongozi.
narudi ofisini, nafanya maamuzi, naweka mambo kwenye barabara, halafu tena natawanyika. Jamani, haleluya! Amen. Sasa mwaka mmoja na miezi 8, shetani utakoma. Jamani, amina. Amen. Sikuweza, lakini hatimaye leo ndio kwanza mwenge unawashwa. Kwa hiyo nina furaha za kipekee huku ndani, na shukuru sana Askofu Nkya kwa ujumbe na kwa neno. Mungu akubariki sana. Sasa hebu nianze hotuba. Mpendwa askofu wa jimbo la Temeke, Mchungaji Victor Tawete na kamati yako ya jimbo, wajumbe wa halmashauri kuu mliojitokeza hapa kwa wingi sana, nimefurahi sana kuwaona. Wazee wangu wa kanisa, waangalizi wote wa sehemu na kamati zenu, viongozi wa idara za taifa, jimbo, sehemu na makanisa ya mahali pamoja, baba zangu wachungaji ambao mpo hapa siku ya leo na familia zenu, mwenyekiti wa CPCT mkoa na ngazi zingine zote mliopo hapa, viongozi wa ngazi mbalimbali wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Kuna baadhi ya wazee wa kanisa na wafahamu na waona hapa, washirika wote wa jimbo la Temeke na wa majimbo mengine. Umeona wachungaji wa madhehebu mbalimbali ya Kipentekoste mko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana na Mwokozi wetu mtukuka Yesu Kristo. Temeke, Bwana asifiwe. Kwanza kabisa napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mungu wetu ambaye kwa miaka mingi na muda mrefu tumekuwa tunatamani atuwezeshe kuwepo hapa kama hivi tulivyo, na tucheze na tufurahi na tuluke katika uzinduzi wa chuo chetu hiki cha jimbo la Temeke cha kupanda makanisa. Na Mungu mwaminifu wa majira na nyakati, katika nyakati zake na majira yake haiwi, na leo tarehe 25 mwezi wa 7 2026 imekuwa. Mungu ametuwezesha. Mpe tena Mungu makofi mengi ya shukurani na utukufu na heshima. Lakini pia napenda kutoa shukurani nyingi sana kwa baba askofu wa jimbo na kamati yako kunialika mimi kuja kuzindua chuo cha kupanda makanisa cha jimbo hili la Temeke. Unajua TAG ina viongozi wengi sana, na ninyi Temeke mna neema, maana makamo wangu hodari askofu mkuu Dr. Mwiche yupo katika jimbo hili, na kutoka kwa hapo kwa mchungaji Tawete, baba askofu, mpaka kwa mzee Mwiche ni pua na mdomo. Na hapo zamani najua alikuwa mzee wake wa kanisa. Kwa hiyo mzee Tawete ungeenda tu pale ungamwambia makamu, sasa njoo tufungulie chuo,
na makamu angenipigia, baba askofu, naenda kusindua chuo, mimi ningemwambia hivi, wasalimie sana na mkono wa Bwana uko juu yako. Lakini mmevuka Mbagala mkaja mpaka makao makuu Dodoma, mkaniibua mimi askofu wenu na mchungaji wenu kiongozi kuja hapa. Huo ni upendo mkubwa sana. Na watu wa Temeke na jimbo la Temeke, asanteni, napokea upendo wenu. Nawapongeza sana sana, na hongereni sana sana, na Mungu awabariki sana sana kwa kazi kubwa nzuri iliyotukuka ya kukijenga chuo hiki cha kupanda makanisa. Hebu kwa niaba yangu mshike mwenzako wa jirani, mwambie Bwana akubariki na hongera sana. Hebu mwambie vizuri mpaka jisikia imeingia kwa niaba yangu, Bwana akubariki na Mungu akubariki sana. Unajua, Mungu aliponiweka kuwa kiongozi wa kanisa hili mwaka 2008, kabla ya hapo nilitumika kama makamu askofu mkuu, na kabla ya hapo nilikuwa askofu wa jimbo, na kabla ya hapo nilikuwa makamu askofu, na kabla ya hapo nilikuwa mwangalizi kiongozi wa section. Sasa watu walikuwa wanauliza sana, baba askofu, tuambie sasa umekuwa askofu mkuu, what next? Nini kifanyike baada ya hapa? Nilikuwa napokea simu ndani na nje ya nchi. Nikawaambia hivi, mimi nachojua kanisa la TAG ni kanisa la Mungu, na kwa sababu Mungu ndiye mmiliki wa kanisa hili, na huyo Mungu aliyemmiliki amenichagua mimi kuwa mtumwa wake na punda wake katika kuongoza kama wakili. Bila shaka na sababu kwa nini ameniweka, eti mimi niendeshe gari lake, niwe dereva wa kanisa lake. Kwa hiyo sina cha kujibu, ila nachojua kitu kimoja, lazima nirudi kwa huyo Mungu aliyeniweka, nimtafute sana, nimwite sana, anitokee, maana anasema atatuongoza, atatufundisha, atatuelekeza. Jamani, haleluya! Na jicho lake kisha litakuwepo na kututazama. Kwa hiyo tulianza na kundi la kwanza la Mwiche, askofu Mwiche makamu wangu, alafu Roni Swai katibu wangu na mweka hazina mkuu. Wakati huo nafasi hazijatenganishwa za katibu mkuu na mweka hazina. Kwa hiyo tukaamua kufunga na kuomba, kutafuta uso wa Bwana kwa siku 45. Mungu umetuweka hapa, ili gari sio la kwetu,
ni la kwako, unataka tulipeleke wapi? Kariakoo au Ubungo au Tegeta? Jamani, haleluya! Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Unataka kanisa lako liende wapi? Katika kule kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Bwana, Mungu akawa anasema nasi mambo makubwa sana, na mambo ya kipekee sana, na mambo ya ajabu sana. Tukasema mbona haya mambo ni makubwa sana? Hebu tuite watu wengine tuombe nao kwa siku 14 zaidi, tukiwa tumejifungia mahali pamoja, ili tupate hawa wenzetu watusaidie, washirikiane nasi kuyatambua haya, na kwa pamoja tuyaandike katika mfumo wa strategic plan. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ndio tukachagua watumishi wa Mungu mahiri, mashuhuri, wanaomjua Mungu, 18. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Tukakaa nao, tukajificha mahali. Awamu ya pili ndio hao 120 ambao Askofu Nki ameeleza. Na tulipokuwa pale, Mungu akawa anasema mambo ya kipekee sana, na kuyaandika na kuyaandika na kuyaandika na kuyaweka kwenye maandishi. Tukatoka pale tukasema, na nimefurahi sana mahubiri ya leo, tukasema sasa Daudi alipata wito wa kumjengea Mungu hekalu, lakini hakuwa na uhakika kama kile anachokiwaza ndicho Mungu anachokitaka. Akamtafuta Nathan athibitishe kwamba haya anayoyasema na anayoyaona ni kweli. Sasa wale watu 18 tunajiuliza pale, walikuwepo pale, kwamba sasa kweli haya sisi tumeona haya, lakini nani awe Nathan kama Daudi? Jamani, haleluya. Tukasema maana wakati ule mzee Lazaro alikuwa hai, Mweni Songole aliyenitangulia alikuwa hai, na wazee wetu wengi wa imani walikuwa hai. Tukasema basi twende tukawatafute. Baadaye mmoja akasema, hebu tutafute wachungaji wasiozidi 40 walioshiba siku na wanaomjua Mungu, tukae nao mahali, alafu tukikaa mahali siku nzima toka asubuhi mpaka jioni, tuwafungulie haya mambo yote Mungu aliyosema kwa habari ya kanisa lake na taifa hili la Tanzania na dunia hii. Halafu hao wao waseme kwamba je, ni Mungu au ni mawazo tu ya kibinadamu, ni fikra tu za kibinadamu. Jamani, amina. Amen. Kwa hiyo tukawaita wote, tukakusanyikia Iringa. Jamani, Bwana asifiwe. Amu ya pili tulikuwa 120, tukakusanyikia Mtama. Tulipokusanyika pale,
tukaanza kuzindua kusema yale toka asubuhi. Tulipofika mchana, hakuna mtu alikuwa anataka hata kula chakula, maana ukumbi ulikuwa umejaa uwepo wa Mungu wa kutisha sana. Jamani, haleluya! Vilio vikaanza kwenye ule ukumbi. Mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Where are you? Where are you? Haya mambo tungalijua zamani, kanisa letu lingekuwa mahali pa tofauti kabisa. Jamani, haleluya! Where are you? Vilio vikatawala, uwepo wa Mungu lijaa kile chumba. Sasa baadaye tukasema zipigwe kula za siri. Jamani, amina. Amen. Zipigwe kula za siri, kula za siri. Yakipita haya kwa 100% tunajua ni Mungu. Akikataa hata mmoja tutarudi kuomba tena. Hatukuambia hivyo, lakini ndipo tulipojiaminisha moyoni. Wakagawiwa makaratasi wote wakasema, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Ukaja sasa hatua ya pili, tukarudi sasa tupeleke haya mambo kwenye halmashauri kuu. Halmashauri kuu ikakutana for 2 days. Askofu Kameta alikuwepo. Wajumbe wote wakapitisha kula za ndio, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana. Awamu ya kwanza na awamu ya pili. Tukapeleka kwenye kikao cha baraza la waangalizi. Awamu ya kwanza na awamu ya pili 100% wote wakasema huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana. Jamani, haleluya. Amen. Tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa kanisa. Katika mkutano mkuu wa kanisa ulifanyika Dodoma. Wachungaji wote nchi nzima walijaa. They want to know the direction of the church. Where the church is going. Kanisa linaenda wapi? Naona sura wengine hapa mlikuwepo wakati ule wa awamu ya kwanza na wengine mlikuwepo awamu ya pili. Mkutano umefurika ule, kula zote zikapigwa. Za ndio za wachungaji, isipokuwa mchungaji huyu mmoja. Jamani, amina. Awamu ya pili maelfu yote ya wachungaji, hapa kuwepo hata kula moja ya hapana, zote zilikuwa ni ndio. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Zote zilikuwa za ndio. Sasa baada ya zile kula, utekelezaji ukaanza. Hebu mtikise mwenzako, mwambie baada ya kupitishwa na baraza kula kanisa, utekelezaji ukaanza. Mwambie hivyo. Unajua kuna imani mtu anakuwa nayo ya kupokea maono, lakini unahitaji imani kubwa zaidi ya utekelezaji. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Imani kubwa zaidi ya utekelezaji. Na kama mnavyofahamu, awamu ya kwanza ilikuwa makanisa 10,000 na awamu hii ni makanisa 40,000. Jumla yanatakiwa tuwe nayo. Awamu ya kwanza ilikuwa watumishi 10,000. Awamu hii ni watumishi 45,000 tunatakiwa kuwa nao. Jamani, amina.
Wapendwa, Bwana asifiwe. Sasa ukiangalia hayo ni maelfu na maelfu ya makanisa na maelfu na maelfu ya wachungaji na watumishi wanatakiwa kuzaliwa. Sasa ikabidi kurudi kwa Mungu na maswali magumu sana. Swali la kwanza, sasa Mungu, hawa wachungaji wote maelfu nataka wazaliwe, na neno lako linasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Hawa watendakazi tutawapata wapi? Chimbuko la kuzaliwa vyo vya kupanda makanisa. Jamani, amina. Amen. Mungu akasema wazi wazi kabisa maneno haya, mwanangu, katika TAG ninao watu wengi sana niliowaita, maelfu kwa maelfu kunitumikia, na hawa ikiwa utakuwa tayari kuwawezesha wote hawa nitakupa, na hao watazaa haya makanisa. Mshangilie Mungu anayeongea, Mungu anayezungumza. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa Mungu ameita maelfu kwa maelfu, na hawa wote Mungu atatupa waingie shambani ikiwa tutakuwa tayari kuwawezesha. Ndio nikauliza swali tena la pili. Je, kuwezesha maana yake nini? Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kuwezesha maana yake nini? Sasa wale ambao mmesoma upandaji wa makanisa duniani, kuna hii kitu kinaitwa church planting movement. Church planting movement yenyewe inachukua washirika na kuwatuma shambani kutoka makanisa mahali pamoja, na makanisa mengi yanayozaliwa kwenye church planting movement huwa yanaishia kurudi nyuma na huwa yanaishia kupotea. Sisi hatukuitwa kuwa church planting movement church. Tuliitwa kupanda makanisa kimkakati. Mungu akatupa the strategy of church planting. Bwana asifiwe. Na modo yetu ina mambo 7. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo baada ya kukaa na kuhangaika kujua, ndipo uwezeshaji ukawa dhahiri kwetu kwamba ni mafunzo. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwezeshaji ni nini jamani? Ni mafunzo. Nikauliza swali, kwa nini mafunzo? Kwa nini mafunzo ya hawa maelfu? Kwa nini mafunzo? Mungu akasema, kwa sababu sitaki tu yazaliwe makanisa bora makanisa, nataka yazaliwe makanisa bora. Amen. Ya watu jamani, haleluya. Amen. Yenye kiwango cha sura ya Yesu, yenye kiwango cha sura ya Matendo ya Mitume, na makanisa haya yana DNA ya Tanzania Assemblies of God. Kwa sababu sheria ya uzalishaji inasema hivi:
unapozalisha kwa wingi sana, there is a possibility of compromising the quality of your product. To ensure that whatever you produce is of quality, lazima uweke quality control mechanism into the system. Na chuo cha kupanda makanisa kitahakikisha ya kwamba kila anayekwenda kupanda kanisa ni standardized, na kanisa litakuwa standardized. Jamani, haleluya! Ni wa kiwango, na kanisa litakuwa la kiwango, imara, bora, na sio legelege. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo hapo tukachora ramani na kuanzisha kitu kinaitwa chuo cha kupanda makanisa. Na leo tuna majimbo 98. Yote yana vyuo vya kupanda makanisa. 17 tumezaa majimbo 27. Katika majimbo 27, 11 yamepata majengo mwaka huu na 17 yanapata majengo mwaka ujao. Akiwepo hata Mpupua ambaye mmemzaa. Mpupua, askofu, simama. Yule tayari jimbo lake limepata majengo ya chuo cha kupanda makanisa. Na tumemjengea tayari jengo moja limeisha. Na ninavyoongea hivi wanatumia hilo jengo moja. Mmezaa askofu mwenye bidii sana Mpupua. Mpeni makofi sana askofu Mpupua. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa tukasema tunajenga majengo 5 kila jimbo yenye kapasiti ya wanafunzi 100 kila jimbo, na ukumbi wa kuweza kuchukua watu 400 kwa ajili ya mahafali na shughuli zingine za jimbo. Na baba askofu Tawete, nimefurahi sana kuona kwamba ninyi ukumbi wenu mmeuongeza maradufu. Watu hata zaidi ya 500 wanaweza kuingia pale. Piga makofi kwa jimbo la Temeke. Hongera sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wiki 2 zilizopita tumemaliza conference kubwa ya jimbo la Morogoro ya uamsho, kongamano la uamsho. Tulikaa kwenye ukumbi zaidi ya watu 400. Wiki hii tumemaliza kongamano la uamsho jimbo moja la Tabora Magharibi. Wamekaa watu pale zaidi ya 400 kwenye ule ukumbi. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kila jimbo litakuwa na ukumbi, litakuwa na bweni la wanaume, wanaweza kuchukua wanafunzi 80, bweni la wanawake wanafunzi 20, halafu litakuwa na ofisi na ya chuo na mahali ambapo nyumba ya chuo. Halafu pia litakuwa na jengo la madarasa 2. Kila darasa linaweza kuchukua wanafunzi 50. Majengo 5. Jamani, amina. Amen. Jamani, amina. Amen. Sasa tulipoanza, wazee fulani wakajikusanya, wakaja head office. Wananipenda sana. Wasema, wewe askofu, TAG imekuwepo miaka 69. Haya mambo unayoongea mbona hayafikiriki? Kule walipiga kula ndio. Lakini wamerudi nyumbani kuinogona. Kule nyumbani tunasema kuinogona, kujihoji. Jamani, haleluya. Asema haya mambo hayajawahi kuwepo we.
kwa sababu kujenga hayo majengo 5 na mapaa yake, halafu tunachimba kisima cha maji, inatugharimu karibu milioni 200. Jamani, Bwana asifiwe. Utapata wapi ndalama hizo? Hizo hela utapata wapi? Utatoa wapi wewe mtoka mbali? Wewe unawadanganya watu. Wewe utakuwa askofu wa miaka 4 tena utaaibika wewe. Nikamwambia baba, asanteni kwa kunipenda na kunithamini na kunijali sana. Ila mimi sio mtoto mdogo, ni mtu mzima kiimani na kiuongozi. Na uhakika nimesikia kutoka kwa Mungu. Hebu tumwache Mungu awe Mungu. Na muda utasema. Jamani, Bwana asifiwe. Wakasema sawa bwana. Ukanile kabisa. Umekataa kabisa kubadilika, kasema hii ya Mungu, haya ya Mungu. Nyenye niombeni. Ndugu zangu, nasimama hapa leo kama ushuhuda. Majengo haya yako kwenye vyuo 81 hivi sasa. Na kwa taarifa yako, wajumbe wa halmashauri kuu, muujiza wa vyuo 17 uliobaki wote tumepata. Mwaka ujao vinasimama. Mpe Mungu makofi na utukufu. Na vinasimama bila stress, kwa sababu haya sio ya kwangu, ni ya kwake mwenyewe. Jamani, haleluya. Biblia inasema fedha na dhahabu na dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Na Biblia inasema itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitaamuru kaskazini na kusini na mashariki na magharibi kuleta hazina katika ghala lake. Na ghala ni nani? Kanisa la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu amekupa maono, we simama kwenye yale maono. Habari za upaji ni zake mwenyewe. Habari za upaji ni zake mwenyewe. Na mimi nashukuru Mungu. Askofu wa Mashariki Kusini wa kwanza, baba yetu Kameta, akapokea maono haya katika jimbo la Mashariki Kusini. Mwaka 2012 kazi kaanza. Jamani, haleluya. Akaja mdogo wake Tawete, naye akapokea yale maono. Mwaka 2014 kazi kaendelea. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Na hatimaye mkawa Temeke mmeendeleza yale maono. Kule kwenye kombe la dunia walikuwa wanasifia wakina Messi, wakina Mbappe, lakini Mungu anao wakina Messi na kina Mbappe katika ufalme wake. Ndio Tawete, ndio maaskofu wetu waliopo hapa. Wapeni makofi maaskofu wetu wote. Wapeni makofi waangalizi wetu wote wa Temeke. Wapeni makofi wachungaji wetu wote. Wapeni makofi washirika wetu wote kwa kuyapokea haya maono. Jamani, haleluya. Na sasa chuo hiki, amini usiamini, tumepokea taarifa hapa, kimezalisha watumishi mpaka sasa jumla 413. Mbona wengine mmenuna? Wewe kashetani au nini? Hebu kama umekuja hapo kumshangilia Bwana, mshangilie Bwana. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nilipokuwa natoka Morogoro, na mimi ni mchungaji pale Morogoro, nikamuuliza askofu wangu wa jimbo, hebu niambie, chuo chetu cha kupanda makanisa Morogoro mpaka leo kimezalisha watumishi wangapi? Akaniambia, baba askofu, tumezalisha watumishi 711. Sasa hivyo ni vyuo viwili vya majimbo mangapi? Mawili. Nilipokuwa natoka kule ofisini, nilimuuliza monitoring and evaluation director wa TAG, ambaye pia ndiye mkuu wa mifumo ya TAG, niambie
takwimu zetu zinasemaje hivi sasa? Akaniambia, baba askofu, sasa hivi tumepita kidogo makanisa 20,000 pamoja na matawi. Mwempige Yesu makofi ya shangwe. We are halfway. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Amen. Tuna kitabu kizuri sana cha familia katika TAG. Tunafanya ibada kila jioni za familia. Jana kulikuwa na somo. Nilikuwa na watoto wangu tunajifunza pamoja kwenye lile somo. Somo lilikuwa linasema jana, kusimama katika ahadi za Mungu au kumthibitisha Mungu katika ahadi zake. Mungu akisema itakuwa. Mungu akisema itatokea. Nasema Mungu akisema itatendeka. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize jirani yako, una neno gani la Bwana kwa habari ya maisha yako? Muulize, una neno gani la Bwana kwa habari ya kanisa lako? Una habari neno gani la Bwana kwa habari ya section yenu au idara yenu au jimbo lenu? Nasema katika jina la Bwana, yeye ni yule jana na leo na hata milele, itakuwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na Askofu Tawete, kwa kweli nimekuja hapa nimefurahi. Maana hatukutaka tu majengo hovyo hovyo. Mimi naamini juu ya vitu bora. Bwana asifiwe. Na utaona haya majengo tunayojenga sasa hivi tumeimprove zaidi ya yale yaliyoanza kwa viwango, hata ukubwa. Jamani, haleluya. Tumeimprove zaidi. Maana tunahama kutoka utukufu hadi utukufu. Jamani, haleluya. Tukasema kila mahali tunapojenga vyuo tunataka mambo manne yazingatiwe. Kwanza, majengo yote yawe imara na madhubuti kweli kweli, yadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo nimekuja hapa nikawa naangalia majengo yenu. Kwanza nilileta timu. Tawete, wewe ulikuwa hujui, nikuja timu hapa. Nikaingia majengo yote. Nikawauliza, je, ukilinganisha na kile chuo tulichozindua mahali fulani, hiki kutoka 1 mpaka 10, hiki unakipa daraja gani? Kutoka 1 mpaka 100. Akasema hiki ni 130. Viwango vya ujenzi. Jamani, haleluya. Kiwango cha imara. Temeke, jipeni makofi kwa kujenga majengo yaliyodumu. Yanayodumu. Kiwango cha pili tulichoweka, tukasema chuo kinachojengwa kiwe kinavutia, the principle of attractiveness. Sio tu durability, lakini attractiveness, kiwe kinavutia, kina apili. Watu wakiangalia wanasema naam, tunamuona Mungu wa TAG. Nikawauliza wale, vipi? Kinapendeza? Akasema, baba askofu, kupendeza hiki chuo ni daraja la 150. Jamani, pigeni hongera watu wa Temeke, jipeni makofi, mmejenga chuo kinachopendeza. Unajua, hata mimi ningekuwa naanza utumishi ningekuja kusoma hapa. Maana mazingira yake yanavutia. Ulaya si Ulaya, Afrika si Afrika. Yaani tuliko Ulaya kabisa, tuko Ulaya kabisa. Jamani, amina. Temeke, jipeni makofi kwa kujenga chuo kinachovutia na kupendeza. Kinatangaza kanisa, kinamtangaza Mungu wetu. Jamani, haleluya. Jambo la tatu nikauliza, tuliloliweka kigezo cha ujenzi. Tukasema popote pale chuo kinachojengwa
kifuate ramani na kijengwe kwa misingi na kanuni za ujenzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Nikauliza, je, vipi? Ile ramani yetu si mnaijua? Wakasema imefuata ramani na viwango vya jamhuri. Jamani, haleluya! Wakasema, baba askofu, kwa viwango pale sasa ni asilimia, yani ramani na viwango vya ujenzi pale 250. Na kwa taarifa yenu, katika kanda yote ya kusini mashariki hakuna chuo nilichokizindua mpaka sasa, japo vinatumika, lakini watu wa kwanza kumaliza kanda yote hii. Jumla ya majimbo mangapi kanda nzima? Majimbo 14. Temeke mmeongoza. Jamani, mmeongoza. Hamjasikia vizuri, mmeongoza. Pokeeni maua yenu. Pokeeni maua yenu. Pokeeni maua yenu. Na kwa mamlaka niliyopewa kama askofu wenu mkuu na mtumishi wa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kibariki chuo hiki kwa jina la Bwana. Na libariki jimbo la Temeke kwa jina la Bwana. Na wabariki wachungaji wa Temeke na familia zao kwa jina la Bwana. Ninabariki washirika wa Temeke kwa jina la Bwana. Ninabariki kazi ya Mungu ya Temeke kwa jina la Bwana. Bwana yainue maisha yenu. Muwe juu msiwe chini. Muwe kichwa msiwe mkia. Bwana yabariki maisha yenu kwa uongozi wake mtakatifu. Bwana yabariki maisha yenu kwa upaji wake mtakatifu. Bwana yabariki maisha yenu kwa ulinzi wake mtakatifu. Bwana yabariki maisha yenu na wafanye kuwa baraka. Bwana yabariki maisha yenu na kuwapa kibali. Pokeeni kibali cha Bwana. Naomba tuketi katika uwepo wake. Sasa natoa wito. Wito wangu wa kwanza, kwa baraka hizo mlizopokea Temeke, ongeza kasi ya kupanda makanisa mpaka kieleweke ndani ya Temeke na hata mwisho wa nchi. Jamani, haleluya! Lakini pia natoa wito kwa idara zote za taifa za TAG, mnapotafuta kufanya vikao vya bodi ya taifa, iwe DMS, wewe umesema sana leo, ulete bodi yako hapa. Vikao vya bodi, chagueni chuo hiki cha Temeke Vikindu. Kinafaa kwa vikao vya kitaifa vya bodi mbalimbali. Jamani, haleluya! Lakini napenda kutoa wito kwamba wanafunzi na wote mnaotumika hapa katika chuo hiki, hebu mkitunze chuo hiki kwa wivu mkubwa. Mtunze rasilimali zote na vyote vilivyopo hapa kwa wivu mkubwa. Jamani, Bwana asifiwe. Napenda kutoa wito jimbo la Temeke. Askofu ametuambia maono ya upanuzi mkubwa unaokuja na mambo makubwa yanayokuja katika jimbo hili. Kama vile ambavyo taifa la Israeli lishikamana na Musa. Musa wenu ndio tawete sasa. Jamani, haleluya! Mshikamane naye ili hayo yote yaweze kutokea. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na mimi kama askofu wenu ninaahidi muda sio mrefu
nitaleta hapa kongamano kubwa la uamsho la jimbo la Temeke na tutafanyia hapa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mbaki wapi? Hata mtakapovishwa nini? Na sisi Temeke, wazee wa kanisa wote na wachungaji na wake zetu, tutabaki hapa. Nasema tutabaki hapa. Na tukitoka hapa tunatoka kama nyati aliyojeruhiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa napohitimisha, nimekuja na taka kutambua kazi nzuri. Muombe askofu wa jimbo aje na kamati yake. Askofu wa jimbo aje na kamati yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kutambua kazi hii ya kipekee ya jimbo hili la Temeke, Baraza Kuu la Kanisa la Nchi limeandaa plaki maalum, utambulishi, pongezi maalum za ujenzi na uzinduzi wa chuo. Nitasoma kwako baba askofu na kamati yako. Tanzania Assembly of God, pongezi kwa kukamilisha ujenzi wa chuo cha kupanda makanisa jimbo la Temeke. Naipongeza kamati na washirika wote wa jimbo la Temeke kukamilisha ujenzi wa chuo hiki ambacho pia ni kituo, yani center cha jimbo. Hongereni sana. Hongereni sana. Imetolewa leo tarehe 25 Julai 2026, siku ya uzinduzi wa chuo hiki na mchungaji Daktari Barnabas Weston wa Mtoka Mbali. This is a special recognition to you all. Jamani, haleluya. Naomba kwa heshima nimkabidhi utambulisho huu askofu wetu wa jimbo hili na kamati yake. Sasa mnyoshe mikono wote watatu. Askofu katikati. Yaani katikati. Sogea kidogo. Haya, pokeeni utambulisho huu wa kazi nzuri ya jimbo lenu. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Temeke, Bwana wabariki sana. Na napokwenda kukaa sasa, niombe sana idara ya elimu ya taifa, muhakikishe mnasimamia viwango bora vya elimu vinavyotolewa katika chuo hiki. Na hasa mkuu wa chuo cha Mtama, wewe ndio quality controller wa elimu ya majimbo yote haya 14 na walimu wenzako. Simamia. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuombe sana Askofu Tawete. Sisi pale jimbo la Morogoro Mashariki kwa Askofu Msuya, tulipomaliza chuo chetu, makongamano yetu yote ya jimbo yamehamia kwenye chuo chetu. Tunalala hapo, tunagaragara hapo usiku na mchana. Sasa hiki chuo kisibaki mzuka. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Makongamano ya jimbo ya idara mbalimbali, hata ya section, hata ya makanisa mahali pamoja. Sijui mnataka kuweka kambi kwa ajili ya kujiandaa kutoa album, njooni hapa. Njooni hapa. Of course mtalipa, sio bure, ili kutunza kampasi hii. Jamani, haleluya. Tuseme mtachangia. Jamani, haleluya. Mtachangia ili kutunza kampasi hii. Kwa hiyo natoa wito huo pia. Na baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Tuongeze shangwe. Jamani, tuongeze shangwe na vigelegele kwa Bwana.